Sura ya 14 kuanzia mstari wa 9. Naomba tusome hapo 1, 2, 3. Kuzimu chini kumetaharuki kwa ajili yako, ili kukulaki utakapokuja. Uamsha waliokufa kwa ajili yako, naam, walio wakuu wote wa dunia. Uwainua wafalme wote wa mataifa, watoke katika viti vyao vya enzi. Hao wote watajibu na kukwambia, je, wewe nawe umekuwa dhaifu kama sisi? Wewe nawe umekuwa kama sisi? Naomba ukae. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pigia Yesu makofi sana. Kinyonge hakitaingia mbinguni. Amen. Somo la leo, kinyonge hakitaingia wapi? Mbinguni. Kinyonge kitaingia wapi? Kinyonge hakitaingia mbinguni. Wakati tunasoma kitabu cha Isaya sura ya 14, Bwana anataka kufahamu jambo moja hapa ambalo nataka tulizingatie sana. Sikia maneno ambayo walioko kuzimu wanatamka. Nataka usikie maneno ambayo walioko kuzimu wanayasema. Je, wewe nawe umekuwa dhaifu kama sisi? Kumbe wanaenda kuzimu ni watu dhaifu. Wanaenda kuzimu ni wanyonge. Wanaenda kuzimu ni watu ambao duniani walikuwa dhaifu. Ndio maana utaangalia anayeongelewa hapa ni Shetani. Shetani anaongelewa kwamba ukianza mstari wa 12 anaongelewa hivi: jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyeangusha mataifa. Shetani alikuwa ni malaika aliyejulikana kama kerubi afunikaye, Lucifer. Lakini kwa nini kuzimu ataitwa dhaifu? Ingawa wewe unamuona Shetani na nguvu leo, lakini katika ulimwengu wa roho anaonekana ni dhaifu, kwa sababu hukumu yake ilishawekwa, ni mtu wa kutupwa kuzimu. So watu wa kutupwa kuzimu wanaitwa dhaifu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 21 na mstari wa 27. Ufunuo wa Yohana sura 21 na mstari wa 17. Tusomee kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 21 na ule mstari wa mwisho kabisa. Mstari wa mwisho kabisa. Inasemaje? Mstari wa mwisho kabisa inasemaje? Neno la Bwana linasemaje? Sura 21 na mstari wa 10, mstari wa mwisho kabisa. Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyie machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kwa nini nasema kinyonge kitaingia? Unyonge ni ile hali ya kukubali mnyonge mwenzako akuongoze. Narudia tena, unyonge ni ile hali ya kukubali mnyonge mwenzako akuongoze, kwa sababu Shetani ni mnyonge. Ile hali ya kushindwa kuishi maisha matakatifu naitwa mnyonge. Ile hali ya kuishi maisha ya dhambi, kuishi maisha ya machukizo, ile hali ya kutotimiliza neno la Mungu inaitwa unyonge, kwa sababu umekubali kutawaliwa na Shetani. Yaani umekubali kuwa chini ya utumwa wa dhambi, unaitwa mnyonge. Kwa sababu Biblia inasema katika Mathayo 11:12. Mathayo 11:12. Mathayo 11:12. Tangu siku za Yohana Mbatizaji. Takuja papata wewe. 11:12. Tangu siku za Yohana Mbatizaji. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu. Nao wenye nguvu wauteka. Sikiliza, bila nguvu
hauwezi kustahimili kwenye ufalme. Utakuwa goigoi na utakuwa dhaifu, na mbinguni hautaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila nguvu. Wenye nguvu ndio wanaupeka ufalme wa Mungu. Na huwezi ukateka kitu bila mapambano. Huwezi ukateka kitu bila kupigana. Ukisikia mtu ameteka nyara, basi amepigana. So huwezi ukateka kitu kama hujapigana. Ni lazima upigane ndipo teke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo shetani huwezi kumshinda bila kupambana naye, bila kushindana naye. Na hauwezi ukashindana na shetani bila nguvu. Ndio maana Biblia inasema mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Samaria mpaka mwisho ya nchi. Maana yake anachokitaka ni nguvu. Ukishapokea nguvu za Roho Mtakatifu, ndipo unakuwa na uwezo wa kumshinda mnyonge. Watoto wadogo mmemshinda yule wa dunia. Mmeshinda wale wa dunia. Waraka kwanza Yohana sura ya 4. Nadhani mstari wa ngapi? Wa 6. Waraka kwanza Yohana sura ya 4 imesema watoto wadogo mmewashinda wa dunia, kwa sababu aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye ndani ya dunia. Angalia, tafuta waraka kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa ngapi? Wasomaji wa Biblia mnaweza kama mkanisaidia. Sura ya 4 nadhani si mstari wa 4 au 10, wa 6 au 14. Watoto wadogo mmeushinda ulimwengu, kwa sababu aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye ndani. Mstari wa ngapi? Mstari anasema ninyi watoto wadogo. Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu. Nanyi mmewashinda. Napenda hilo. Nanyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Kinachokufanya ushinde ni nini? Ni kwa sababu ndani yako, aliyoko ndani yako ni mkuu kuliko aliye ndani ya dunia. Kinachokufanya ushinde dhambi ni kwa sababu ndani yako yuko mkuu. Unajua kwa nini unatenda dhambi? Kwa sababu ndani yako yuko dhaifu, ambao ni Ibilisi. Kwa huwezi kushinda dhambi. Unajua kwa nini wewe ni dhaifu? Hata kwenye maombi huwezi kuomba, kwa sababu ndani yako mapepo ndio yamekaa. Pepo ni mchafu, hakaji mahali pasafi. Sasa kama pepo ni mchafu na anakaa ndani yako, penda kwamba yote utakayokuwa unatenda ni machafu. Hujanielewa? Kile unachokitenda kwa nje ndicho kinachoonesha nini kiko ndani. Amen. Kile kilichopo ndani ndicho kitakachokupelekea utende nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliye ndani yako ndiye anayekupa uwezo wa kushinda. Uwezo ukashinda kama aliye ndani yako ni dhaifu. Bwana asifiwe. Amen. Ndio maana maandiko yanatuambia wakati Yesu alipoanza kuhubiri Injili, alisoma Isaya 61, akasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Hebu sema Roho wa Bwana yu juu yangu. Kuna tofauti ya Roho Mtakatifu kuwa juu ya mtu na Roho Mtakatifu kuwa ndani ya mtu. Unanielewa sasa? Kuna tofauti ya Roho Mtakatifu kuwa ndani ya mtu na Roho Mtakatifu kuwa juu ya. Tofauti ipo. Acha nikuonyeshe tofauti. Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu, ukisoma Yohana sura ya 4 kuanzia mstari wa 12 na kuendelea, utaona majadiliano ya mama mmoja anaitwa Mama Msamaria alipokuwa anaongea na Yesu. Wakati anaongea na Yesu, Yesu alimjaribu kwa kumwambia nipe maji ninywe. Mwanamke ile alisingizia akasema sisi na Wayahudi hatushirikiani, si nini. Yule Yesu akamwambia kama ungelijua ni nani anayekwambia nipe haya maji ninywe, ungelimuomba akupe maji yaliyo hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema atakaye kunywa haya maji ataona kiu tena, lakini yale maji nitakayompa mimi ndani yake yatabubujika chemchemi ya uzima wa milele. Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu, huyo mtu ndani yake anakuwa na bubujiko la uzima wa milele. Tunaposema bubujiko la uzima, mawazo yake, fikra zake, mipango yake ni kwa habari ya uzima. Hana mpango mwingine. Ukipasua kichwa chake utakuta mipango yake ni habari ya uzima. Hana
habari na mambo ya dunia. Hata kama anafanya mambo ya dunia, lakini kiu yake na shauku yake ni kwamba Yesu atakuja lini, Yesu atachukua lini, nitaenda lini kwa Baba. Yaani kiu yake na shauku yake ni kwenda mbinguni. Ndio maana Paulo akasema katika waraka katika Wakolosai sura ya 3, ikiwa umefuka pamoja na Kristo, yatafakarini yaliyo juu. Aliko nani? Aliko Kristo, ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu mwenye nguvu. Aliyefufuka na Kristo anatafakari yaliyo wapi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyo mtu ndani yake ilikuwa inabubujika chemichemi ya uzima. Ukiona ndani yako hakuna bubujiko la uzima, Roho Mtakatifu hauna. Hajajaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani pale unapopiga magoti chumbani kwako, unaona bubujiko, unaona ukavu. Pale unapoomba, unaona bubujiko, unaona ukavu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia maisha yako, namna ya maombi yako. Angalia namna ya ibada zako. Ibada binafsi, ibada za pamoja. Angalia namna ya ibada zako unazofanya zinaashiria nini kiko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia Nikodemo katika Yohana 3, akasema usipozaliwa kwa maji na kwa Roho, huwezi ukaona ufalme wa mbinguni. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na Roho ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapokuwa na Roho wa Mungu ndani yako, anakuwa ni msaada kwako binafsi. Anakuwa ni msaada kwako binafsi. Lakini Roho Mtakatifu akiwa juu ya mtu, ndio ile Yohana sura ya 7 mstari wa 37. Yesu akapiga kelele siku ya sikukuu akasema, yeyote mwenye kiu na aje kwangu anywe, kama maandiko yalivyonena, mito ya maji itatoka ndani yake. Anaposema sasa itatoka, ni Roho Mtakatifu anakuwa juu ya mtu. Roho Mtakatifu akiwa juu ya mtu, maana yake huyo mtu hawezi kujiendesha tena, anatakiwa endeshwe. Maana yake ni maji yamefurika. Ni kama tulivyosoma kitabu cha Ezekieli siku ile, nadhani niwafundisha, maji ya kiwiko, maji ya magotini, maji ya ambao Ezekieli hakuweza kabisa, yakawa yanamsomba kila, yani yanampeleka yanakotaka. Maana yake sasa hiyo tunasema Roho Mtakatifu juu ya mtu, yani huyo mtu hawezi kujizuia tena. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu hawezi kujizuia tena. Ndio wale watu ambao utawakuta kila wakati wana kiu na shauku ya kuwafanya watu wengi wamjue Kristo. Atafika nyumba atamshuhudia habari za Kristo. Atafika kwa atamshuhudia habari za Kristo. Kwa nini? Roho Mtakatifu yuko juu yake. Roho Mtakatifu amefurika, amejaa mpaka juu. Hawezi tena kujikontrol. Ndio hawa tunakuta shauku yao ni kuwafanya watu wengi waende kwa Kristo. Watu wengi wamjue Kristo. Ndio anasema katika Ezekieli. Hebu tupitie hapo haraka. Tupitie hapo haraka. Japo sitaki kwenda huko. Nataka kupitia hapo Ezekieli. Fungua Ezekieli. Bwana Yesu asifiwe. Maji ya kiwiko. Ezekieli ngapi? Sasa sasa. Ni Ezekieli ngapi? Ni Ezekieli ngapi? Wasomaji wa Biblia. Haleluya, haleluya. Ezekieli 47. Sasa 7 tena. Usiende sasa 7. Nadhani 47. Hebu fungua 47. Anzia mstari wa 6. Anzia mstari wa 6 au wa 3? Anzia wa 3. Anzia wa 3. Sikiliza sasa. Mafuriko ya Roho Mtakatifu. Na alipotoka mtu yule mwenye uzi wa kunipima mkononi mwake, ndio kwenda mashariki, akapima zila 1000, ndio akanivusha maji yale, maji yakanifika mpaka viweko vya miguu. Umeona ujazo mwingine, ujazo wake huko mpaka huko.
Sasa huyu nafikia atasimama. Viweko vya nguvu zake ziko huko. Huyo hata upande wa ibada unamuonea. Hata unapoteza muda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ana unapoteza. Wewe jiulize maji yaliyoko kwenye hata mtoto mdogo anavuka. Maji ya kwenye kiwiko. Si hata besa anavuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo huyo mtoto anaonekana unapoteza muda. Nguvu hamna. Kisha akapima zira 1000. Akanivusha maji yao. Maji yakafika mpaka magotini. Angalau kidogo anaweza akampeperusha mtoto mdogo magotini. Kisha akapima zira 1000. Akanivusha maji akanifika mpaka viunoni. Angalau kwenye kiuno mtu mzima anaweza kaanguka. Angalau nguvu zimeanza kupanda. Ujazo wa Roho Mtakatifu. Tunachokitafuta ni Roho Mtakatifu juu ya mtu. Yaani unajaa mpaka anavuka. Ndio tunachokitaka. Angalau kwenye kiuno mtu mzima unaweza kaanguka kwenye yale maji. Sio, unaelewa? Angalau kuna kabubujiko. Angalau ndani kuna bubujiko. Unapokuwa unaomba, unapokuwa unaimba, angalau kuna kabubujiko. Hata unapoimba mwimbaji, haleluya, amen. Angalau ame kanatoka. Angalau, lakini haleluya, amen, haleluya, amen. Yaani hayupo. Yaani haibani mtu unaona nilikuwa nimekaa pale mpaka nahurumia yani. Yaani nimekaa naangalia nahurumia yani. Watu wanavyoimba, wanavyoomba, nahurumia. Yaani unahurumia kabisa. Sema cheki wana uamsho. Ndio kanisa la uamsho hapo. Unahurumia. Mike. Endelea hapa. Kisha akapima zira 1000. Akapima zira 1000. Yakawa mto. Isiweze kuvuka. Hakuna kuvuka tena, unavushwa na maji yenyewe. Maana maji yamezidi. Maji ya kuogelea. Sikiliza, yule mtu ambaye maji yamezidi, una haja ya kumwambia twende tukahubiri. Utashangaa mwenyewe, mchungaji spika iko wapi? Mwenyewe yaani una haja ya kumforce. Maji yakizidi si atakupeleka yanakotaka. Ulishamkita kwenye mkondo wa maji afu ukapanda nao. Wewe hujai kupita. Wale wa vijijini wanajua. Unakuta kamto kamejaa. Sasa kale kamto kamejaa kanakupeleka anakoenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Sasa watu wa uamsho ndo hao ambao maji yanakuwa yanawazidi kimo chao. Yanawazidi ule kwa. Huyo mtu atakisema haleluya Bwana, bubujiko linaingia ndani. Ni lazima atofautiane na wewe. Kwa sababu mwenzako anaanza siku na Bwana na ikifika jioni anamaliza na Bwana. Yuko vizuri. Sasa wewe mpaka wakuboost. Yaani mpaka wakutie moyo. Wakutie moyo. Maombi tafadhali. Kuna mfungo. Ndio wakutie moyo. Ndio unataka hayo. Mbinguni wanaingia mashujaa. Hebu sema Mungu anataka mashujaa. Mungu anataka mashujaa. Mungu anataka majasiri. Mungu anataka majasiri. Malizia hapo. Malizia, endelea hapo. Yakawa mto usiovukika. Yaani hata zamba ikusogelee. Pepo linakosa. Mwache. Kwa sababu ni mto usiovukika. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniambia. Mwanadamu. Je, umeona haya? Umeyaona? Kisha akanichukua. Akanirudisha mpaka kiungo. Wa mto. Kwenye kiungo cha mto, Basi. Nikiisha kurudi. Aliporudi sasa. Tazama kando ya ukingo wa mto. Kulikuwa miti mingi sana. Kulikuwa miti mingi mno. Upande huu na upande huu. Ndipo akaniambia. Akasema, maji haya yanatoka kwenda pande za nchi. Ndio. Ya mashariki. Ndio. Nayo yanashuka mpaka Alaba. Na kuingia katika bahari. Maji yatokezwayo yataingia baharini. Na maji yake yataponyeka. Na maji ya baharini yataponyeka. Tena itakuwa kila kiumbe hai. Kila kiumbe hai kisongamana nacho, kitakachokaribia hayo maji, kila mahali kitakuwaje? Itakapofika mito hiyo kitakuwa hai, kitaishi. Kutakuwapo wingi
mkubwa wa samaki. Wingi mkubwa wa samaki. Kwa sababu maji haya yamefika huko. Umeona sasa, ishia tu hakutendea kwa muda wako. Ukisoma hapo naangalia ujazo. Mto ukishajaa ukafurika, yale maji kila mahali atakayokwenda, yakiingia baharini, bahari inaponywa. Kila atakayokwenda panakuwa na uponyaji, panakuwa na ushindi. Kwa nini? Amejaa. Amejaa nguvu. Amejaa uwezeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake anakuwa ni mtu mwingine. Mungu anatafuta mashujaa. Amen. Mungu hajawahi kuwaita watu goigoi. Hajawahi kuwaita watu wadhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Wiki iliyopita nilifundisha kwa habari ya vinyonge. Anawaita wanyonge, hawaachi waendelee kuwa wanyonge, anawafanya kuwa mashujaa. Ukiona umeitwa ni mnyonge unaendelea kuwa mnyonge, ufalme huu haukuhusu. Huu ufalme ni wa mashujaa na majasiri. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba uwe hodari, anamwambia Yoshua, uwe hodari na moyo wa nini? Wa ushujaa. Maana ni wewe utakaowalisisha watu hawa nchi ya nini? Ya ahadi. Anamwambia Yoshua kwamba ufalme wangu sio wa watu goigoi, sio watu lele mama dhaifu, ni watu mashujaa walio tayari kubeba kusudi la Mungu, walio tayari kusimama kwa mazingira yote kumwaibisha shetani na nguvu zake, kumwaibisha shetani na mapepo yake. Hao ndio Mungu anawatafuta, walio tayari kusema mimi na utaka ufalme. Sikiliza, Mungu kwa hekima yake, ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30 kuanzia mstari wa 14, soma 30 mstari wa 14 na wa 18. Hebu nisome, sikiliza hilo neno. Fungua Biblia yako, acha udhaifu. Sikiliza hilo neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo pepo la uvivu leo tunaliondoa. Pepo la uvivu linaondoka na leo leo nakuhubiri uondoke mapema mpaka pepo la uvivu liondoke. Yaani leo pepo la uvivu linaondoka. Lile pepo linazuia masikio kutokusikia. Yaani lalia ngwi, leo lazima litoke. Nishazoea nenda na leo uondoke. Leo sasa na ubiri leo saa 5:38 mpaka saa 8 niko ninanena tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nena mpaka saa 8. Leo mpaka pepo la uvivu linaondoka. Maana kuna watu mpaka leo shaanza mia. Niaje piga kama la 3. Na nimesoma tu maandiko machache. Lazima liondoke hilo pepo. Sema Baba katika jina la Yesu. Pepo la uvivu ondoka kwa jina la Yesu. Pepo la kuondoa kusikia ondoka kwa jina la Yesu. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hata sasa ningali nayo mengi ya kuambia, ila hamna nguvu ya kuyastahimili. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kwa nini nguvu ya kustahimili hakuna? Ujazo wa Roho Mtakatifu. Sasa leo natamani mtu mmoja awe shujaa na awe jasiri. Unajua kwa nini wewe sio jasiri na shujaa? Ni kwa sababu umetoa kipaumbele sana kwenye maisha yako. Mungu nampa muda mchache sana. Hata Jumapili umekuja hapo natamani muda mfupi uondoke. Nasema leo na nena mpaka saa 8 hapo. Amen. Ukichoka mlango uko wazi unaweza kaondoka. Paka mapepo yote yaishe kabisa. Ninavyonena mapepo yanaondoka. Maandiko yanasema ninyi mmekwishakuwa safi katika ile neno nililowaambia. Leo sitakuombea. Kadri nitakapoendelea kunena, pepo zitakimbia zenyewe. Hilo pepo linalokufanya ulale, unalala masaa yote nyumbani kwako, lazima liende. Linalokufanya uone mambo ya Mungu ni kitu cha ziada sana. Ni kama part time. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajisikia, yaani watu wanaonaga kazi ya Mungu ni kama part time. Si unanielewa? Ndio maana ukimwambia mtu, jamani, unatakiwa kumtumikia Mungu, wanakwambia we. Hey. Bwana Yesu asifiwe sana. Uje kusikia mtu anamwambia mtu yote hata kama ni mlanda mbao ni nini, anamwambia wewe usiache hiyo kazi, usiache kazi kwa kisingizio unakwenda kumtumikia Bwana, usiache. Uje kusikia watu anakwambia tafadhali. Yaani utafikiri kazi ya Mungu ni part time. Bwana tuasifiwe. Amen. Kazi ya Mungu jamani ni kazi. Kama unafanya kazi nyumbani kwako, na kazi ya Mungu nayo inatakiwa kuipa ratiba na uzito. Sio ya part time. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia mtumishi mmoja, mchungaji, nikamwambia mtumishi, mimi nahitaji kuacha kazi nikamtumikie Mungu. Usiache kazi. Yaani hata wachungaji hawajui kwamba kazi ya Mungu ni kazi.
Kama wewe ambavyo hujui hata kazi ya Mungu ni kazi. Yaani hujui, unafikiri sio kazi. Ndio maana Biblia inasema kila mtu atalipwa kutokana na kazi yake. Si kazi gani? Ulifanya nini kwa kazi ya Mungu? Hii ni kazi. Mshike mwenzako mkono, mwambie hii ni kazi. Ratiba ya Mungu naifanyaje? Kazi ya Mungu naifanyaje? Kwa wiki nzima nashangaa kazi ya Mungu inafanya 0.0000. Alafu nategemea ukalipo. Kuna mshahara utalipwa. Wewe unanielewa ninachokwambia? Amen. Unanielewa ninachokwambia mama fulani? Amen. Endelea kusinzia. Hii ni kazi ya Mungu na kila mtu atalipwa sawa sawa na kazi yake. Amen. Ulifanyaje? Utalipwa. Soma sasa. Mstari wa 14. Umechokaje kijana? Bado kijana mdogo. Amen. Unachokaje? Ukifikisha miaka yetu itakuwaje kama umri unachoka miguu? Mstari wa 14 anasema, sikiliza. Neno Mungu linasema. Nisikilize. Lakini neno li karibu nao sana. Neno li karibu sana nao. Li katika kinywa chako. Umesikia mtumishi? Li katika kinywa chako. Badilisha mic. Katika kinywa chako na moyo wako. Katika kinywa chako na moyo wako. Upate kulifanya. Angalia. Nimekuweka leo mbele yako. Sikiliza. Nimekuwekea leo. Unasoma vizuri. Nimekuwekea leo. Nimekuwekea leo mbele yako. Uzima na mema. Uzima na nini? Na mema. Mstari wa 14 ndio? 15. Haya, Biblia inasema Mungu amekuwekea mbele yako uzima na nini? Na mema. Na mauti na mabaya. Kwa hivi nikuagizayo leo. Kumpenda Bwana. Mungu wako. Kuenenda katika njia zake. Na kuzishika mstari wa 18, nenda 18 haraka. Na kushika maagizo yake na amri zake. Ndio. Ndio. Na kuongezeka. Ndio. Bwana Mungu wako atakukaribia katika nchi. Ingiayo kuimirika. Ndio. Lakini moyo wako ukigeuka. Ni 18 hiyo? 17. Nenda 18. Malizia 18. Malizia 18. Nimekuwekea leo mauti na uzima, mema na mabaya. Afa nakwambia chagua. 18 anasema nawaambia hivi leo. Nawahubiri hivi leo. Hakika mtaangamia. Hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi. Ndio. Juu ya nchi. Aisha. Sikiliza. Mungu huwa hamwamri mtu kufanya jambo lolote. Nisikilize. Mungu hajawahi kumwamria mtu kufanya jambo lolote. Maamuzi yako ndani yako. Kesho yako, hebu sema kesho yangu. Kesho yangu inategemea maamuzi yangu. Unachokiwaza leo na kuamua leo ndio kesho yako. Amen. Mungu hata kuja kukuamulia cha kufanya. Ndio maana unaamua kufanya unayafanya kwa akili zako. Maisha yako ya kesho yanategemea unaamua nini leo. Amen. Kile unachokiamua leo ndio matokeo yako ya kesho. Acha niseme hivyo. Vile unavyoamua kila siku masaa 24 ndio yatakuwa matokeo ya maisha yako. Matokeo ya maisha ya watu wengi leo ni kwa sababu ya maamuzi yao. Sikiliza, Mungu anapokuacha uishi siku moja, mwezi, wiki na nini, hakuingilii kwenye maamuzi yako. Unaweza kuamua kuomba au kutokuomba, kwenda kanisani au kutokwenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana maamuzi yako ya masaa 24, maamuzi yako ya wiki ndio matokeo ya maisha yako ya kila siku. Ndio maana utaangalia kadri unavyoamua ndani ya masaa 24, ndani ya wiki moja, ndio yanaoonesha, yanaotoa picha ya maisha yako ya ujumla. Vile unavyoamua kulala, unalala kuanzia saa 2 mpaka saa 12. Vile unavyoamua kuomba, vile unavyoamua kusikiliza neno, vile ndo maisha yako. Yaani ndo maamuzi ya maisha yako. Usitegemee mabadiliko. Yaani usitegemee kwamba eti kuna muujiza fulani utatokea, utakuwa mtu fulani hivi. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu yale unayoamua leo utapokea matokeo yake. Maamuzi yako leo yatapelekea upokee matokeo yake. Upange usipange, upende usipende,
maamuzi yako ndiyo yatapelekea upokee matokeo ya maamuzi yako. Yaani matokeo ya maamuzi yako utayala, weza unataka au utaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiamua vizuri leo, maana yake utafanikiwa kesho. Amen. Ndio maana nasema chagua. Uchaguzi unao wewe leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uchaguzi unao leo. Bwana asifiwe sana. Amen. Mke utakayemchagua leo ndiye atakayetoa matokeo, ufurahie kesho yako, uishi vizuri kesho yako. Mume utakayemchagua leo ndio matokeo ya miaka yako 20 mbele. Amen. Wewe hujanielewa. Yaani uchaguzi wako leo ndio matokeo ya miaka 10 mbele ya utakayoishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wako wengine walisema mimi nikimpata mwanamke mtulivu nitaishi vizuri, nitamtumikia Mungu. Walipata wanawake watulivu, walikosa maamuzi ya namna ya kuamua kwenye maisha yao, waamue nini, waishi vipi. Leo hii wanaishia kulia kwa sababu hawakuishi nao vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Watu watasema mimi natamani ningempata mwanamke bikira ningeishi naye vizuri. Kuna watu walipata wanawake mabikira, leo hii ndoa zao haziko tena kwa sababu ya maamuzi yao. Bwana Yesu asifiwe. Maamuzi yako leo wewe mama unayenisikiliza ndiyo yatakayoonesha matokeo yako mbele. Ndio maana Biblia inasema chagua leo ili uzifanye siku zako kuwa nyingi. Ninawahubiri hivi leo, chagueni uzima mpate kuwa hai ninyi na watoto wenu. Ukitaka kuwa hai unachagua uzima. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uzima unachagua. Uzima milele ndio huu, wakujue wewe. Kuchagua uzima ni kuanza kuchagua namna ya kumjua Mungu. Maandiko yanasema, sikiliza. Toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu. Zaburi ya 14. Toka mbinguni, mstari wa 2. Toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu. Soma haraka. Toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu. Toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye ubongo. Amtafutaye Bwana. Toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili. Amtafutaye Mungu. Hivi mnafahamu maana ya kuchungulia? Maana ya kuchungulia maana yake ni kuvizia, ni kutokujizirisha. Yaani Mungu yuko hivi. Nisikize. Mungu huwa hataki kujizirisha kwa mapema. Huwa kwanza anakaa kama dirishani, huko anachunguza hivi. Kule mbinga ni kama kuna hataki kuonekana. Nyinyi mnapoimba Bwana anaonekana, hawezi kuonekana hivyo. Anachungulia aone kuna mwenye akili, kuna naye pambana kumtafuta, kuna naye jitoa katikati ya wapumbavu wa mbinga. Kwa sababu usikiliza, upumbavu ni huu, naenda ibadani nikamuombe Mungu. Huo ni upumbavu. Kumtafuta Mungu ni maisha, ni staili yako ya kila siku. Ndio maana Biblia inasema toka mbinguni Mungu alichungulia. Yaani Mungu anachungulia wanadamu aone kuna mtu ambaye jitihada zake, sikiliza, jitihada, anapambana kumtafuta Mungu. Wakati wenzake wanaangalia movie za kidunia, wakati wenzake wako nyumbani wanasherehekea, wanakaa, yeye anafanya nini? Wakati wewe unasema nasubiri mfungo wa kanisa, mwenzako anaendelea na maombi. Wakati wewe unaangalia season kwenye simu au season kwenye TV yako, mwenzako anasikiza video ya mahubiri, mwenzako anasikiza shuhuda. Afu nategemea wote hao eti Mungu waangalie sawa sawa. Hawezi kuangalia sawa sawa, kwa sababu kuna mwingine Mungu anamchungulia toka mbinguni, anasema nimemwona yule pale anatafuta uso wangu. Na Mungu, watu tunasemaga Mungu ana upendeleo, si ndio? Si tunasema Mungu ana upendeleo? Sasa nakwambia ana upendeleo. Utabisha, simezoea kubisha. Zaburi ya 8:17 Biblia inasema na wapenda walitafuta kwa bidii. Ana upendeleo, hana upendeleo? Ana upendeleo au hana upendeleo? Mbona mnielewe? Mbona mnalikimbia neno? Kama ana upendeleo kaningesema na wapenda wote. Wote, hata wasio nitafuta wote wataniona. Kwa nini akusema hivyo? Kwa nini akusema hivyo? Amesema nawapenda
wanipendao, wanitafutao kwa bidii watafanya nini? Simeelewa? Maana yake pia Mungu anawapendelea wanaomtafuta. Simeelewa? Mungu anawapendelea wanaofanya nini? Achana na hii neema ambayo ni kwa wote, lakini kuna upendeleo binafsi wa yule mtu anayemtafuta Mungu. Wakati wenzake wanacheza, yeye yuko ibadani anamtafuta Bwana, onekana. Bwana, ninapita, nahitaji msaada wako. Bwana, dhihirika. Wakati wenzake wanapuyanga kutafuta marafiki, jamani, wewe niende kwa Mama Joni. Akifika kwa Mama Joni, wewe niende kwa Mama Joshua. Anaenda kwa Joshua. Wewe niende huko. Siku nzima amekaa na rotating like molecule in the water. Una rotate kama mwezi unaozunguka dunia. Alafu nategemea Mungu awaangalie sawa sawa. Haiwezekani. Ndio Biblia inasema toka mbinguni Mungu alichungulia aone kama yuko mtu anayemtafuta Mungu. Anayemtafuta Mungu anaitwa mtu mwenye akili. Ndio maana mbinguni mwenye akili sio mwenye PhD. Si aliyefika la 7. Aliyefika la 4. Mwenye akili ni yule aliyemtafuta nani? Mungu. Na kumtafuta Mungu ni jitihada za kutaka kumjua. Unapambana ili umjue nani? Umjue Mungu. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo mwana wako uliyefanya nini? Huo uzima wa milele. Maana yake amesema kuchagua uzima, unachagua kwanza kumtafuta Bwana. Unataka kumjua Mungu, unataka kumjua Mungu. Kwani niishi maisha ukikataa uzima, umechagua mauti wewe na watoto wako. Ukikataa kujua Bwana, umechagua mauti yako, umechagua mauti kwenye familia, mauti kwenye biashara, mauti kwenye watoto. Kila sehemu hakuna mafanikio. Hata kama atasema jamani ile kafanikiwa, hamna. Nasema mafanikio ya ovu ni ya muda mchache. Mimi nasema mafanikio ya ovu ni ya muda mchache. Baada ya muda jina linasahaulika. Ndio maana anayemjua Mungu huwa hafi. Ndio msemo wa hafi. Huwa analala. Tamka tena, huwa analala. Kwa mfano ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 13:36. Matendo ya Mitume 13:36. Anayemtumikia Mungu, anayemjua Mungu, aliyechagua uzima, huwa afanye nini? Hafi, analala. Soma sasa. Kwa maana Daudi akisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake alilala. akawekwa pamoja na Umesikia? Alifanya nini jamani? Ukisikia wasema jamani fulana amekufa, hajatumikia shauri. Alikuwa mjui Mungu. Ndio angalia, kuna baadhi ya watu leo wamekufa lakini bado wanaishi. Leo na kwa mfano itaja Yesu. Yesu hajawahi kufa. Yu hai milele. Hata leo tunataja kina Paulo. Paulo hajafa, amelala. Ndio maana leo tunamtaja. Wengine mnamtaja pia na kina Nyerere. Waliwahi nao kutumikia mashauri yao. Ndio maana hajafa. Mpaka leo mmemwita baba wa taifa, ni baba yenu mpaka leo. Anaongoza taifa letu mpaka leo ndio kabisa. Tunanielewa? Kuna wengine hata wakumbuka walikuwa ni viongozi wenzake. Na waliwahi kutamba kwenye nchi, lakini wakumbuka. Babu yako hata mkumbuka. Babu yako, mza baba yako, unamjua wewe? Hata jina lake. Tuambie majina yako, majina matatu ya babu yako ile wa mama yako. Unamfahamu? Bwana Yesu asifiwe. Kwani uongo? Mama yako ana baba yake. Unamfahamu baba wa mama yako? Simuelewa. Kwani ni uongo? Hata wewe unamfahamu baba wa mama yako. Unaweza kutaja majina baba? Umeona? Unaona babu nani? Hilo ndio. Bwana Yesu asifiwe. Lakini waliolala tukwambia tutajie mtume mmoja. Nasema mtume Paulo bado hajai kufa, amelala. Ukitaka na wewe usife. Ni jambo moja tu. Kutafuta uso wa Bwana. Kumtafuta, hautakufa, utaishi. Sikiliza, hata wakati wenzako wanakufa kibudu, wanakufa, unajua kufa kibudu Yaani lile mtu anakufa, jamaa alikuwa anatembea, ghafla pikipiki imemfuata imemgonga, amekufa. Labda jamani alikuwa amelala, mara akakuta ni marehemu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kufa kibudu. Kwa nini? Hujachagua. Mungu hajamlazimisha mwanadamu kumchagulia uzima. Amekuacha uchague mwenyewe. Ndio maana Mungu anawapenda wanaomtafuta, waliochagua mema. Ndio anawapenda. Naye mwenyewe amesema anawapenda wanipendao, wanitafuta kwa bidii wataniona. Na ndio maana Mungu anawatafuta watu kama hao. Watu wanaomtafuta Mungu. Watu wanaomwabudu Mungu. Watu wanaotoa muda wao kwa ajili ya Bwana. Watu wanaojizabihu kwa ajili ya Mungu. Watu waliotoa maisha yao kwa ajili ya Mungu. Sio wanaotoa maisha yao kwa ajili ya dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea na watu. Hao ndio Mungu anawapenda. Anawatafuta. Na yeye mwenyewe amesema nawatafuta watu kama hao ili waniabudu. Soma Zaburi ya 84. Anaeleza heri wakao nyumbani mwa Bwana wanakuita. Zaburi ya 84. Soma Zaburi ya 84. Kuanzia mstari wa kwanza. Zaburi ya 84. Mimi naongea na watu. Zaburi ya 84. Wa kwanza. Maskani zako. Zaburi ya 84. Kuanzia mstari wa kwanza. Yes. Ndio. Nafsi yangu nimeziona. Daudi aliona siri gani mpaka akaona maskani zako zapendeza kama nini? Nafsi yangu, Nafsi yangu nimeziona shauku. Nimezionea shauku nyua za Bwana. Nyua za Bwana. Naam. Kujiondoa na kukondea. Maana yake kisha sika duniani wanasema yani ninakupenda mpaka ninakonda. Nakonda kwa ajili yako. Je, kusikia wana wa dunia? Sema ninakonda yani ninakonda kwa ajili yako. Sasa Daudi walija kwa Daudi. Daudi anasema jamani, yani nikilimisi kanisa nahisi nimekonda. Yani nikikosa ibadani naona nimekonda. Kwa nini? Nazionea shauku nyua za Bwana. Yani natamani niwape nyumbani mwa Bwana nikimhimidi zaidi. Wewe mwenzangu. Wewe na kitu chako. Moyo wangu na mwili wangu. Namlilia Mungu aliye hai. Wewe unamlilia nani? Unamlilia mume wako. Kazi yako, mke wako. Unalilia majukumu yako. Sikilizeni wana Mungu, baada ya maisha haya wanadamu hawajui jambo moja litakalotokea. Baada ya maisha haya kila alichokifanya mwanadamu katika uso wa dunia atajuta na kusema hivi, kwa nini nilifanya haya? Daudi akasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, hili ndio nitakalo nitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote utafakari kwa Bwana, mlaji Bwana kanisikia imani mwake siku ya mabaya. Daudi alikuwa ni mfalme, anaacha kiti cha enzi aende hekaluni kuabudu. Wewe ni mfalme wa nini? Mfalme wa misosi nyumbani kwako. Mfalme wa familia. Au mfalme wa ukoo wako. Unacheka sana, mfalme wa nini? Malizia hapo nasema. Shomoro naye ameona nyumba. Shomoro hivi jamaa tunazijua akili na Shomoro. Tumezidiwa akili na Shomoro. Shomoro anaona nyumba ambayo wao amepatia joto. Alipoweka makinda ya kwenye soma vizuri. Mbona nichelewesha? Kwa nini unasita kiasi hicho? Nipeleke shule tena. Kwenye madhabahu zake. Bwana. Wa majeshi. Mfalme wangu na Mungu wangu. Heri wakao nyumbani. Sikiza hiyo heri. Wana baraka wanaokaa nyumbani mwako. Wanakuhimidi daima. Heri ambaye nguvu zake. Heri ambaye, sikiza hilo neno nataka kujua. Heri ambaye nguvu zake zatoka kwako. Wewe nguvu zako zinatoka wapi? Nguvu zako zinatoka wapi? Heri ambaye yule mtu ambaye nguvu zake zinatoka kwa Bwana. Na njia iendayo sahihi iko moyoni mwake.
Huyo mtu akipita kwenye bonde la nini? Na vile akikuta watu wanalia, jamani, mwaka huu jamani kuna magonjwa. Wengine wanasemaga kuna upepo wa magonjwa umepita jamani mjinga. Upepo kumala watoto wanauma, na unasema na mlokole na jamani kweli upepo umepita. Watoto wewe aliye na nguvu ambaye nguvu zinatoka kwa Bwana. Hata kama watu wanalia upepo wa magonjwa, yeye anapopita kwenye vilio, anafanya nini? Anafanya kwa chemchemi ya nini? Baraka na vuli. Yeye anafanya kwa chemchemi ya ushindi. Wakati watu wasema jamani kuna magonjwa yamepita hapa Mbinga, mara watoto wanauma matumbo, mara wamama nao, mara anasema hamna. Hakuna hapa cha magonjwa, hakuna cha upepo hapa. Lakini wewe jamani, saa hizi ni mabadiliko ya msimu, mafua sana. Na kaleso kama. Na umemkubali shetani amejamba kuzimu, na umekubali uendelee kuasirika na pumzi ya shetani. Mwangalie jirani yako. Mwambie acha mambo yako haya. Anasemaje pale mbele? Analigeuza kwa chemichemi. Mvua ya vuli. Ulifika baraka. Anaendelea. Wakati wenzake wanalia, bado ndo anaendelea kutoka nguvu. Hata yaani wakati wenzake wanalalamika wanalia, yeye anaendelea kujimarisha. Wakati wanakuja kupona ile magonjwa ya typhoid na UTI, yeye yuko mbele. Mpaka typhoid inapenya, inaingia na kutoka. Kwa nini? Onekana Sayuni kila mmoja mbele za Mungu. Anaposema onekana Sayuni kila mmoja mbele za Mungu. Yaani mnapokuwa magotini hapa mnaomba. Katika ulimwengu wa roho wote mnaonekana mbele za Mungu. Yaani unakuta mtu ameinama mbele za Mungu, wote wako mbele za Mungu. Ndio ibada za kumaanisha. Sio ibada unaomba bado unawaza tunatoka saa ngapi, mara nikapige maragi, mara kule sokoni kanunue nyamnyamu nini na nini. Nyamnyamu wanasemaga watu wa Kigoma. Samaki kidogo kidogo. Huku mnasema nini? Tufuka si kabundu si nini, nyasi kwa hapo. Wewe unawaza hai. Utafuta onekana mbele za Bwana katika sehemu. Kule sehemu utaonekana mbele za Bwana. Wewe unaonekana mbele za shetani. Akikuona kwenye kio anasema mjinga mmoja yupo kanisani. Akitoka tungueni. Yaani shetani anasema mjinga mmoja nimemwona pale amevamia kusanyiko la watakatifu. Sasa kwa sababu naye anasema cheka. Akisha toka tupa mishale. Pale msitupe kwa sababu kuna watakatifu wamezunguka. Ukitoka tu nishangaa. Yaani mchungaji leo sio mna amani, mishale imepiga. Kwa sababu mjinga mmoja alikuwa kanisani. Wakati wenzake wanaomba na waza kampuni. Alisia. Bwana Mungu wa majeshi. Uyasikie maombi yao. Hapo sasa naanza kuomba mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi anatupa siri. Na ndio huyo Daudi aliyesema katika Zaburi ya 34. Uliposema utafuteni uso wangu, moyo wangu ukakambia nitakutafuta. Zaburi ya 34. Hebu soma Zaburi ya 34. Angalia siri ya Daudi. Anasema uliposema tafuteni uso wangu, moyo wangu ulisema nitakutafuta. Natamani kupata watu ambao wako tayari kutafuta uso wa Bwana. Sio kwa kulazimisha. Jua okovu tulio nao sio okovu wa kulazimisha. Ukilazimisha watu ndio wanakuwa mzigo kwako. Zaburi ya 34 umefika? Zaburi ya 34 mstari wa 4. Mstari wa 8. Ni mwema. Ni Zaburi ya ngapi hiyo? Mstari wa 8 hadi 9. Umeona? Anasema nalimtafuta Bwana. Sikiliza, watu wanaomtafuta Bwana lazima waonekane. Na kumtafuta Bwana unakubali mwenyewe kwenye akili yako kwamba sasa naanza kumtafuta nani? Bwana. Mwenyewe unazamiria naanza kumtafuta Bwana. Usifikiri nitakuelewa unaposema ni mtumishi saa hizi mimi siwezi kufanya chochote, siwezi kufanya. Umeamua. Hata kuamua kutokufanya chochote umeamua. Kuamua kuomba umeamua. Kuamua kutokuomba umeamua.
Sababu ni maamuzi Mungu amekuwekea. Umeamua. Mungu sikia mtu anasema mimi mtumishi wali siwezi kufanya hilo. Ameamua kutokufanya hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unanielewa sasa? Bwana anasema mtafuteni Bwana maadamu anafanya nini? Anapatikana. Muiteni maadamu yupo karibu. Unatakiwa kumtafuta Bwana kwa sababu Bwana anafanya nini? Anapatikana. Kuna wakati Bwana hatapatikana. Biblia Kiingereza sema seek God while he is available. Anaposema while maana yake kuna muda Mungu atapatikana. Kuna muda utamtafuta utamwona. Kuna muda sikiliza, ukiwa umelazwa Mbuyula una hema. Pale unatafuta Bwana aonekane. Kama ulishe kupitia kwenye matatizo, wale leo kupitia kwenye matatizo wanajua. Kuna kipindi ukimtafuta Bwana ni kama hayupo. Wewe huwezi kanielewa. Je, pitia kwenye shida ndio utakumbuka kauli ya mchungaji. Kuna kipindi umeingia kwenye kona, unajaribu kuomba viombeki. Unajaribu kupiga magoti vipiki. Bwana, yani hakuna sauti, hakuna kama. Huo ndio muda nao sasa. Ndio maana Sulemani alihitimisha akasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Kabla ijaja miaka utakaposema sina amani katika hili. Kama wewe mama sasa hivi una mtoto mmoja, wawili, kuomba kwako kwa shida, bado ngali na nguvu leo. Kija ibadani mpaka wakubusi. Kama alivyokuwa kenyengo sasa wanaotia booster ili ya kuelewa haraka. Yaani mpaka wakuboost mlokole wa leo. Yaani walokole leo wanapenda boosting. Sikiliza, injili ya uamsho hii ya kuboost. Yaani injili tunahubiri tuliopewa watakatifu wa Bwana hapa sio ya kuboost watu. Ni injili ya kuamua na kujitoa. Ukiona hujaamua na kujitoa, utakuwa ni kama tuko pamoja lakini kimsingi nishakuacha muda. Narudia tena. Tutaonekana tuko pamoja tu lakini roho nishakutoa. Kwani mimi nasema kwa uongo? Nakwambia kwa sababu injili tunaona ni ya uamsho, si ya kubembelezana. Tunatiana nini? Tunafahamishana yani tubembeleze mara ngapi? Wakati tunahitaji tuamshe Mbinga, tuamshe Ruvuma, tuamshe Tanzania, tuamshe mataifa. Wewe umepata mpaka neema ya kusikia neno la Mungu. Bado tuendelee kuboost. Ndugu yangu njoo kwenye maombi, njoo kanisani, njoo kwenye injili, tuendelee kuboost. Umekuwa kuku wa kisasa wala wanaopewa booster. Wanaopewa booster ili wakue. Waliwe mabloila. Walokole bloila. Mchungulie mwenzako. Mwambie usimwambie lazima kama ni mlokole bloila. Bwana Yesu sasa. Ndio hali tulionayo. Hali tulionayo leo. Utapita Mbinga yote mzunguka wiki nzima. Ukuti watu wanahubiri wamepasua mchi. Ukuti. Na wanaitwa walokole na vyombo makanisani vimejaa. Vimejaa makanisani. Wanasema tuende juu Sayuni, wanaenda juu Sayuni. Wanaimba vizuri kwa raha sana. Ukuti waliopasuka. Ukuti wa mama waliopasuka. Wa mama waliojiachia. Wanazunguka kutafuta nafsi za watu. Wanasema lazima tukomboe uzao wa tumbo la mwanamke. Haiwezekani watoto wa mashoga. Haiwezekani watoto wa lawiti. Wa mama waliochukia hawapo. Wako busy kupikia waume zao nyumbani. Hiyo ni kazi yenu sasa. Nzuri sana hiyo. Kwa sababu nalinda ndoa. Sasa Daudi alitupa siri ya watu wanaopokea nguvu. Nguvu ya kuishinda dunia hii iliyojaa dhambi, iliyojaa kila aina ya uovu. Huwezi ukashinda dunia hii iliyojaa kila aina ya uovu bila kuipata hiyo nguvu. Nguvu iliyokuwa inapatikana hemani wakati Daudi anasema nafsi yangu inazipondea jua za Bwana. Na kuongea ninakonda na tamani niende kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, injili ya uamsho ni lazima kujitoa. Injili ya uamsho ni lazima kujitoa. Na by the way, njia kwenda mbinguni ni pana, si ndio? Ni pana, si ndio? Ni nyembamba sana. Alafu waionao ni wachache. Ndio maana Yesu jana nilikuwa namtania mwanangu Michael, nikamwambia Yesu hakuwahi kuambia wanafunzi wake kwamba mtatiwa moyo. Hakuwahi kuambia wanafunzi wake kwamba mtatiwa nini? Mtatiwa moyo. Mchungaji anayesubiri kutiwa moyo hajiandae kuanguka. Mshirika anayesubiri kutiwa moyo hajiandae kuanguka. Ndio maana mimi nishajituni mwenyewe. Sina haja hata unitie moyo.
acha. Sio, unanielewa? Yesu mwenyewe alikuwa anamlilia akasema, enyi wanawake wa Yerusalemu, msinililie mimi. Jililieni wenyewe na watoto wenu. Ningekuwa nasubiri kutiwa moyo nisingefika hapa. Najitia mwenyewe moyo, ninasonga mbele. Wawepo wasiwepo, nasonga mbele. Hata huko kanisani kila siku nakuja hapa asubuhi, iwe saa 10 usiku niko hapa, saa 11 sisubiri nitie moyo, ninakuja mwenyewe. Ijumaa nakuja mwenyewe. Wepo siwepo, mimi nasonga mbele. Sababu najua nitasimama siku ile kutoa habari zangu mwenyewe. Sitasema na habari za yule mtu na yule mama alijaga kanisani na kuacha dhambi. Nilikuonya ukusikia, utabeba damu yangu, itakuwa juu ya kichwa chako mwenyewe. Itakuwa juu ya kichwa chako mwenyewe kwa sababu ninakuonya, anaingia hapa yanatokea huko. Unataka nije nikubebe nyumbani. Twende sasa mwanangu, twende. Wewe utakuwa ni ujinga wa ajabu sana. Sidhani kama hata Bwana alifanya hivyo. Nitakuwa ni mchungaji wa kwanza kufanya haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbingu jamani ni ya kujitoa wewe binafsi. Ndio maana Mungu anatafuta watu waliokaa kwenye nafasi. Mwambie mwenzako kaa kwenye nafasi. Mwambie mwenzako kaa kwenye nafasi yako. Muulize tena, unajua nafasi yako? Taratibu. Hiyo ndo nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wameweka kwenye nafasi ya kwanza, ndio nataka kuamini. Sikiliza, kuna siri kwenye kung'ang'ania kwenye kusudi la Mungu. Hebu sema tena, siri ya kung'ang'ania kwenye kusudi la Mungu. Uking'ang'ania kwenye kusudi la Mungu ndipo kuna matokeo na nguvu ya ajabu. Ushindi na nguvu ya ajabu kwenye kung'ang'ania kwenye. Sikiliza, nilikuwa nasoma Biblia nikashangaa. Unajua wakati wote nilikuwa najiuliza Daudi kwa nini alishinda? Kwani Daudi alikuwa anashinda vita? Nilikuwa najiuliza, yaani Daudi wakati unaweza kusema Daudi alikuwa na moyo mwingine, alikuwa na moyo tofauti. Sikiliza jambo usilijua. Kumbe Daudi na mjanja wake Bwana alikuwa anatembea na majina ya mashujaa wa Daudi. Niliposoma Samueli wa pili, hebu soma na ukashangaa kitu. Soma na ukashangaa kitu. Daudi alikuwa anatembea, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili 23. Sasa kuna majina ya ajabu pale ambayo kidogo uweze kusoma vizuri. Utapata shida pale. Ninasemaje? Hebu sikiliza, majina ya nini? Yaani sikiliza, Mungu akitaka kuinua mtu, Mungu pembeni yake anamuinulia mashujaa. Ukiona mtu yoyote ambao pembeni yake kuna watu dhaifu, hawezi kuinuka. Hawezi kuinuka. Na narudia tena. Mtu yote aliyeinuka, aliyeinuliwa kiroho, Mungu anamuinulia mashujaa pembeni. Hata Goliathi mwenyewe kuna majitu alikuwa anashika ngao, yanamsaidia kushika miguu. Sasa ukimwona mtu wewe ndo mkubwa peke yako, hata kwenye ukoo, wewe ndo tajiri peke yako. Yaani wewe ndo una pikipiki peke yako. Yule naumwa, leta pikipiki yako, yule nini? Yaani wewe ndo tajiri peke yako, watakunyonya. Kwa maana wenye akili wanatamani watu wote wawe matajiri kwenye ukoo ili tusinyonyane. Niulize waliosoma peke yao kwenye familia. Baba mdogo anahitaji. Kumbuka baba yako na baba yako ni ndugu. Yaani mimi na yule yani tena kala yako ni kala kisika. Lakini hapo ukoo mzima wanakaangalia. Kwa nini? Umechomoza peke yako. Chomoka na watu wako. Unaweza sio sawa. Kataa ile uteka. Mwambie ninatoka na watu wangu. Lakini sivojua, tunafikiri naenda mwenyewe, unafanikiwa mwenyewe. Unapofanikiwa mwenyewe, kumbuka mama mdogo wako ni mchawi. Akienda kwa waganga kule anataja jina lako. Yule dada yako naye ni mchawi. Akienda kwenye vikao vya wadifu anasema jamani na yule nani? Naye namtaja jina lake. Tumisho Bwana, kwa ibadani watu na atupokee. Huwa lazima kabisa tupokee simu kwa ajili ya kumheshimu Mungu. Lakini kwa sababu ni mgeni hajui. Endelea basi. Aliyokuwa nao Daudi. Sikiza hilo shujaa la kwanza linaitwaje? Shujaa la kwanza hilo. Alinua shoka lake, mtu mmoja akaoa watu wangapi? Watu 100. Wewe hata simizu hujaua. Wewe hata mendo nakimbia nyumbani kwako. Nende
bendi nakimbia. Wenzako aliua watu 800. Shujaa mmoja. Endelea. Mwingine. Eliziari. Mwana wa Dodai. Sikiza wewe sasa huyo shujaa. Mmoja wapo wale mashujaa waliokuwa wanabeba. Daudi alikuwa ni mtu mdogo lakini waliomzunguka. Wanaenda wanafika na Wafilisti, wakafanya nini nyingi? Wafilisti wakachukia. Walipochukia nini kikaendelea? Wakakimbia. Huyo aliinuka huyo jamaa Eliazari. Akawapiga Wafilisti. Sikiza, mkono ukachoka. Yaani kuna wakati umeshika upanga, mkono umechoka, unatamani kutupa upanga, upanga unakataa kutupa kwenye mkono. Sikiza, unapolingangania kusudi la Mungu, pale ambapo unaonekana umechoka, kusudi linakungangania. Ndio maana shangaa wahubiri hivi hawachoki. Hivi yaani unakumechoka, lakini kusudi linakungangania lazima ulifanye kwa sababu ni la kwako. Wewe kwa nini unachoka wewe? Kwa sababu hujalingangania kusudi. Ndio maana unaweza kuja leo kanisani, ukaja tena baada ya siku 2 hujalingangania kusudi. Ila ukilingangania halitatoka kwenye mkono wako. Unataka tena na tena na tena. Ndio iliyokuwa kwa Eliazari. Kwa sababu ni kusudi lake. Yaani upanga unataka kutoka, unasema umechoka na ufupa hivi hautoki. Nini kaendelea? Hebu soma hapo wasikie vizuri. Yaani unatamani mkono hivi kisha kutaka kutenganisha mkono upanga, unaachisha mikono hivi, lakini upanga hautoki. Naye Bwana akafanya wokovu. Bwana akafanya wokovu kwa jamaa mmoja anaitwa Eliazari. Alafu wana wa Israeli wakaenda kuokota mateka. Sikiliza, Mungu anatafuta mtu mmoja. Hebu sema mtu mmoja. Mungu anatafuta mtu mmoja ili afanye wokovu mkuu katika nchi ya Tanzania. Na huyo mtu ni wewe. Ukiamua. Lakini ukiendelea kusita. Mimi nasema moyo wangu utakuwa fulana wewe. Una sita na ni mtu wa kulalamika kama Habakuki. Habakuki wa sura ya 1 analalamika, Mungu hata lini utajibu? Mungu hata lini utaona? Mungu angalia sasa. Habakuki wa sura ya 1. Mungu ana watu wengi wanampenda na anajua, lakini waliokaa kwenye nafasi yake ni wachache sana. Mungu ana waombaji wengi sana na anajua kwa wako wengi wanaomba, lakini waombaji waliokaa kwenye nafasi zao ni wachache sana. Mungu ana watu wengi wanasema mimi natamani kwenda mbinguni, wengi sana, lakini waliokaa kwenye nafasi za kwenda mbinguni ni wachache sana. Hujanielewa? Nasema hivi, Mungu ana walokole wengi. Tena hapa mbingu wengi wameenda ibadani, wameenda kusali, lakini waliokaa kwenye nafasi ya kwenda mbinguni ni wachache. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakina Habakuki. Ni mpaka Habakuki wa sura ya 2. Habakuki wa sura ya 2 aliyesema mimi nitasimama kwenye mnara, nitasimama kwa zamu yangu, nione lile ambalo Mungu atalitenda, nione lile ambalo Bwana atatenda kupitia mikono wa Eliazari. Anasema nitasimama kwa zamu yangu, Mbinga iokolewe, nitasimama kwa zamu yangu, Tanzania iokolewe. Lakini wewe Mungu, angalia Tanzania, angalia maisha yangu, angalia Bwana. Wewe ni wakina Habakuki wa sura ya 1. Wewe ni mtu mlalamikaji ambao Mungu anasema anaomba, mpumbavu mmoja anaomba. Kwani kwa sababu mwenye akili anatafuta Bwana. Naongea na watu. Habakuki alipokaa kwenye nafasi yake alisema nitasimama kwa zamu yangu. Ni nani anayesimama kwa zamu yake? Nani anayetamani anasema mimi nitasimama kwa zamu yangu mpaka nitimize kusudi, mpaka hata isikiliza, kusudi unalotamani kulitimiza. Kuna wakati unakuwa umechoka kabisa. Yaani umechoka, lakini kusudi lenyewe linakutaka. Kwa sababu umezamiria. Kusudi linakutaka na wewe lazima ulitimize. Ndio maana nashangaa, unaweza kujiuliza mbona kuna wahubiri wengine wanaohubiri hivi hawachoki kila siku? Hivi hawachoki. Sikiliza, kusudi linawataka na wao wanaitaka kusudi. Kwani imewangangania aliondoka. Liko kwenye moyo. Unaamka uko nalo. Unalala uko nalo. Ndio nashangaa hivi wengine, kuna mwingine kama anatania ase yani wahubiri mimi washangaa, mara mwezi mzima yuko huku, mara yuko huku, hawana wake, hawana waume. Bwana Yesu sasa. Amen. Inakuwaje hivi hajaoa huyu? Sikiliza, kuna wakati kusudi ninataka na unaitaka kusudi. Kwa hiyo there is no way out kwamba utatulia. Ndio maana Yeremia
alisema kuanzia leo naacha kuhubiri habari za Yesu, naacha kuhubiri habari za Mungu, kwa sababu napohubiri watu wananisema, wananitukana. Ninaacha. Na nyamaza. Akaziba mdomo wake. Lakini Biblia inasema aliponyamaza akaona ndani yake ni kama moto unafukuta. Akaona ni kala moto, akasema, siwezi kuvumilia Bwana. Bwana, niliponyamaza nikaona ni kama kala moto kichwani mwangu. Kala moto kwenye moyo wangu. Kwa hiyo siwezi kujizuia. Hakuweza kuzuia, alipasuka. Akaanza kuhubiri. Kwa nini? Aliponyamaza ndani yake anaugua. Ndani yake kuna waka moto. Unajua kwa nini unateseka? Unateseka kwa sababu hujasimama kwenye nafasi yako. Ndio maana hata unajihangaisha. Unatamani kuopoka huku na huko, kwa sababu hujasimama kwenye zamu yako. Ungekuwa umesimama kwenye zamu yako, usingekuwa na hayo mahangaiko na mateso uliyonayo. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wale ni mashujaa. Mwingine kaua au mwingine ukisoma pale unajua mashujaa watatu. Na kuna wengine walijinasibisha, wakaanza kufanya kama wale mashujaa. Hiyo sura nilisoma nikaona wasomaji wa Biblia, nadhani kuna wengine hujawahi kusoma hata hiyo sura. Hata kama umeisoma kama gazeti, wale kusoma kutimiza wajibu. Soma kwa namna ya kudadisi, kutaka kujua. Yaani kiu hauna. Shida unasoma Biblia kiu hauna, shauku hauna. Uenda hapo umepapita, lakini hujawahi kuona mashujaa. Mungu anatafuta mashujaa. Mungu anakutafuta wewe shujaa. Ndio maana Mungu akamwambia Ezekiel katika Ezekiel sura 22 mstari wa 30. Soma. Leo ni mwendo wa kusoma tu vifungu. Maana najua ukipotea hapa, kwa hiyo usiyependa ibada mpaka Jumapili, kwa leo nakukalisha hapo mpaka saa 8. Ili upotee sasa mpaka Jumapili. Anasema, basi waambie nyumba yangu Israeli. Bwana Mungu asema hivi. Bwana Mungu asema hivi. Je, kwa kunifuata njia za baba zenu? Kwa kuzifuata njia za baba zenu. Mnakwenda kufanya washerati. Kwa kuyafuata machukizo hayo. Tena mtoapo matoleo yenu. Ni ngapi hiyo? 31. Ezekiel 20:31. Ezekiel 22. Ya 22:30. Mungu inasema, nami nikatafuta mtu miongoni mwao. Atakayelitengeneza boma. Na kusimama mbele zangu. Mahali palipo bomoka. Kwa ajili ya nchi. Nisije nikaiharibu. Lakini sikuona mtu. Sikiliza. Wakati mtu mwombaji anaposimama kwa zamu yake, akiwa usiku anaomba au mchana anaomba, kuna watu wengine wanalewa wanatakaswa. Kuna watu wengine wako baani wanatakaswa. Kuna watu wengine wako wanatembea, yaani hata wajijui, lakini amesimama kwa zamu yake anawatakasa. Sasa Mungu anasema, nalitafuta mtu. Nione kama kuna mtu amesimama, kama kuna mtu yuko tayari. Akichungulia naona hakuna aliye tayari. Sikiliza. Mungu anatafuta utayari. Mungu anatafuta utayari. Ni nani aliye tayari? Hayupo. Utayari wa kuamua kujitoa, kujisacrifice, kwamba Bwana niko tayari. Niko tayari, naweka familia yangu ndani mwako. Naweka ndoa yangu kwako. Naweka watoto wangu kwako. Sio jambo jepesi. Bwana Yesu asifiwe. Sio jambo jepesi. Hasa wewe utakuwa unamtumikia Mungu, lakini unamtumikia Mungu kwa ulegevu. Yeremia 48:10. Alaaniwe anayefanya kazi ya Bwana. Kwa nini? Anafanya kazi lakini kwa ulegevu. Anaimba lakini kwa ulegevu, sio kwa jitihada. Anaomba lakini kwa ulegevu. Anasaidia lakini kwa ulegevu. Anatoa lakini kwa ulegevu. Mimi nasema fanya nini? Alaaniwe. Mwangalie ndani yako. Mwambie unafanya kazi ya Bwana kwa bidii au kwa ulegevu? Mwambie, simfiche. Unafanya kazi ya Bwana kwa bidii au kwa ulegevu? Asipokujibu moyo wake unajua. Asikujibu, moyo wake umjibu. Kama anafanya kwa bidii au kwa ulegevu, moyo wake umjibu. Kanisa la Bwana. Wote tunatembea liko hivi.
Na kanisa la Bwana ni hatari. Nyakati hizo nazo ni nyakati za hatari sana. Paulo anasema katika Roho wa Mungu anena waziwazi, nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za nini? Za hatari. Kwa nini? Ni nyakati ambazo watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Hebu sema kujipenda wenyewe. Kujipenda wenyewe. Mwambie mwenzako unajipenda mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hata mke na mme, hata ukiwa kwenye ndoa zenu mnafahamiana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye ndoa zenu mnafahamiana. Nunua nyama vipande 4. Nani atakula vingi? Ukiona mama umepika ujala vingi ukampakulia baba, basi ujipendi mwenyewe na unapenda mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiona babu kampa kakichwa, ujue unajipenda mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Mimi namshukuru mchungaji ananipa vinga, anachukua kidogo. Naonaga ananipenda, ajipendi mwenyewe. Ananipa vinga na chukua kidogo. Sasa namaanisha nini? Maana yake ni nyakati za mwisho zitakuwa za watu wenye kujipenda wenyewe. Yaani anajiangalia yeye. Hata walokole wa mwisho wanajiangalia, sisi tumeokoka sisi tu. Hawana haja ya kumhurumia jirani. Hawana haja ya kuhurumia majirani, kuwashuhudia, kuambia habari njema ili waokoke. Hawana haja. Yaani jiulize, wiki nzima imepita, hujamshuhudia hata mtu mmoja kuambia karibu kanisani. Hujamwambia hata mtu. Kama umemwambia nyosha mkono kwamba kuna mtu nimemshuhudia na nimemwambia karibu kanisani. Umemwambia na umemshuhudia na majibu yake ilikuwa tumepata 2. Hao wengine hakuna kitu. Nimeshuhudia huko mjini. Sema. Majibu yao wanasema tutakuja. Wanasema watakuja. Sawa. Amen. Wewe? Amen. Jana kipindi tunamalizia hapa kuwezeka. Alikuja yule fundi ambaye alikuwa anatengeneza milango na kuwezeka choo. Nikakaribisha, akashuhudia, akasema nitakuja. Ila leo kuna mambo yameingiliana. Umempigia simu? Aliniambia toka jana leo hataweza kuja, ila atakuja. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe? Wiki hii? Nataka wiki hii. Sio mwezi uliopita. Hapana. Nilimshuhudia jirani yangu. Ndio. Nikamwambia kwamba anamkaribisha kanisani, lakini pia kuna mkutano, yani semina. Yeye alichonijibu kwamba semina ingekuwa uwanjani angekuja, lakini sio kanisani. Anaogopa kanisa? Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaogopa kanisa. Mwambie kanisa hatumi watu. Sasa umeangalia watu 3 tu ndani ya wiki walio angalau kuambia watu karibu kanisani. Jamani njoni. 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niliowakaribisha wamefika na kufika wengine hapa. Tuwapigie Yesu makofi. Wakati natembea nimekuwa na mama mmoja. Nikiwa njiani. Huko anako karibu ibada moja kanisa liko huko. Mama, unaoko karibu kanisa. Lakini wewe hata kumkaribisha tuseme uwezi kushuhudia, hata kumwambia karibu kanisani kwetu, mchungaji wetu anahubiri vizuri, yana anafundisha utaelewa tu, lakini uwezi. Ukiona hakuna mshirika anayeunga mkono anachokifanya baba yake, hakuna mshirika hapo. Kama je kuambia hata watu mchungaji wetu anahubiri vizuri utaelewa neno, yana anafundisha taratibu na unaelewa. Hakuna kitu hapo. Hao ndio washirika wenye uamsho, kanisa takatifu la uamsho. Unaamsha nini? Unaamsha popo au ndege? Na kushanga. Sio unaamsha nini? Hii inaitwa kanisa takatifu la uamsho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa umelala wewe. Unategemea na hata tunaelekea kwenye semina. Kweli nawaambia tufanye maandalizi ya semina. Hakuna anayejiandaa kwenye semina. Watu wanaenda taratibu kama watakavyo. Hakuna. Yaani hakuna mwenye jitihada kwamba siku zimeisha. Yaani haitakiwi mtu kose hata siku moja hapa kufanya kazi hapa. Lakini watu wanajivuta utafikiri tuna siku nyingi.
Semina kubwa ya nabii wa Bwana Aston Adam Mbaya kuja hapa Tanzania na wageni wengi, lakini angalia watu wanajivutavuta, yaani unawasukuma wanajivuta hivi. Ndio anaandaa semina ya uamsho. Ndio hao ambao tunategemea mataifa wamuone Mungu kupitia wao. Angalia jitihada zao. Tunabaki na siku ngapi? Wiki moja, si ndio? Wiki moja. Wiki ijayo tunaanza kupokea wageni. Angalia watu wanaojivuta. Ndio maana jana nikawa namwambia huyu mtumishi, acha tufanye kazi kwa kujituma, kwa sababu hatuna siku tena. Tukao tunabebelea tufanye. Tunabebelea. Kwani hatuna siku tena? Nikamwambia nahitaji nipate watu wa kujaza kifusi hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani angejaza kifusi huko? Kwa kujilongea. Ndoo 3 umerudi kwenda kunyonyesha. Ndoo 3 umerudi kwenda kuchungulia mume na mke. Ndoo 2 utajaza lini? Huku unafanya kazi, huku unaangalia nyuma. Hafai katika ufalme wa Mungu. Anayefanya kazi huko anaangalia nyuma. Unafanya kazi unafikiria nyumbani kuna nini? Kama umejitoa kwa ajili ya Bwana, fanya kwa ajili ya Bwana. Lakini wana wa mshi ndio wa kuvutana. Unasema mtumishi, ni tatizo kwamba wamama wana watoto. Mbona waliofanya kazi jana, huyu mama na mtoto alifanya kazi jana na mtoto ako naye, wamefanya siku hizi 2 hapo amejaza. Kwani sisi hapa tusingefanya siku 2 na kujaza hiki kifusi? Ninawauliza nyinyi wana wa msho mlioamini kwenye huduma hii, hiki siku 2 hapa msingejaza kifusi? Kitu gani kimewafanya msijaze? Majibu mnayo wenyewe, na Mungu wewe aliyewaita ndo ana majibu ya kweli, kwamba kwa nini hamkujaza. Mnataka mbustiwe, msukumwe, mkajaze kifusi. Jaze kifusi. Wenzenu wamejaza, wamekula zaidi ya 50. Wamejaza hapa kifusi, wakala zaidi ya 50. Kanisa liko hapa, mtumishi hatuna kitu, hata nguvu mnazo. Hatuna kitu mtumishi, yaani sisi ni goigoi, hatuwezi. Mnajitangaza mbele za Bwana, hatuwezi. Iko hivi. Mwingine akaniambia mtumishi, hatuna haja ya kujaza, ni tusawazishe. Unajua kifusi hiki ni kikubwa, tusawazishe tu kwa level la chini. Kaambia potelea mbali na mawazo yako ya. Yeye tunakuja na ugeni mkubwa namna hii, lakini unawaza mawazo finyu. Mimi natamani ningekuwa na pesa niweke hata sementi huko ndani, lakini unawaza unadokosha. Yaani watu ambao wameitwa na Mungu wameaminiwa kwenye kanisa takatifu la uamsho, lakini mawazo yao ni chini sana. Yaani mimi ukinishauri kwa viwango vya chini, huwa nashangaa. Kwa nini? Kwa sababu mawazo yako chini. Naongea na watu. Lazima waze mawazo makubwa ya kufanikisha, na huku ninaona jitihada za kufanya. Yaani ninaona una mabadiliko fulani ya mtu anayetamani kitu kitokee. Lakini mwana wa uamsho ndo anajivuta. Utamuona leo, baada ya siku 5, siku 6 na anatokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jumapili iliyopita tuambia jamani, tunafanya ibada na kufanya kazi ya Bwana. Kwa nini? Tuliona sasa tuwakamatake Jumapili. Sasa tutawakamata Jumapili. Leo atufanye kazi yoyote. Kimaliza ibada, kaendelea na shughuli zako. Hatumkamati mtu. Yaani wewe unataka kufanya kazi ya Bwana ndio upate time. Yaani mpaka Jumapili tu, siku ya kupumzika ndio kapumzike kwa Bwana. Siku nyingine mniache, tufanye hapa hiyo kazi. Wewe rudi tu. Kama ujitoe kwa ajili ya leo, umejitoa kwa ajili ya ibada. Hakuna hapo, maana yake tutamzoea Mungu. Mtazame jirani yako kijicho. Tamzoea Mungu. Maana yake unataka eti mpaka siku ya kupumzika ndio wewe kumpumzikia Mungu. Yaani ujitoi siku kwamba siku hii nimetoa tu kwa ajili ya Bwana. Potelea mbali. Unataka siku ya kupumzika. Sio kwa mchungaji wewe. Sio. Umechoka? Nataka nikutie hasira ili ufanye kazi ya Bwana, ukae kwenye nafasi yako. Lengo langu mimi ni kukutia hasira. Amen. Uchukie, ukae kwenye nafasi yako. Hapo ndo natangaza bakola, ukae kwenye nafasi yako. Ukikaa kwenye nafasi yako, Mungu anazuia laana. Mungu anatafuta mtu asipige mbinga, afa anakuta wana wa mwisho wamelala. Freemason walala. Amen. Illuminati walala. Wachawi walala. Kama kuna mchawi katikati yetu anafahamu, hawalalaji wachawi. Ikifika saa 6 wakati nyinyi mmelala, wenyewe wanazunguka kwenye majumba. Kani nyinyi mnakolomo wenzenu walala. Na kesho mtafanya nao kazi. Usiseme hivi na kesho watafanya kazi kama wewe. Wenyewe walala. Sisi tunalala, wenyewe walala. Na wanajua hapa kuna mkutano, hawalali. Kila siku wanapambana kuzuia. Siku hiyo mtumishi Mungu akasema, akaniamsha usiku, amka. Nimeona maono makubwa sana. Nimeona vita vikubwa sana kwenye hii semina. Nimeona hivi na hivi. Akaanza kusimekambia, hayo ndio yalivyo. Wakati una kolomu nalala, wasema
Unapiga simu. Jamani mpo kanisani? Mnaendelea? Ngoja nikachungulia wamefika wapi. Mwingine anakuja na pikipiki anaangalia labda wamefika wapi. Mbarikiwa watumishi wa Bwana. Yeye amepiga kazi. Hongereni sana. Mchawi anakuja kutoa laana. Wewe unakuja kuchungulia. Mwenzako mchawi kamekuja kamelaani wasifanikiwe. Wasifanikiwe. Bora ungekuja hata kuomba. Yaani ingekuwa tumepiga magoti hata tunaomba, ningesema huyu ana haki. Kuomba uombe. Kazi ufanye. Ile chura kimatengo anasema limekaa limesimama. Linafanya ile chura. Ni nyoto, limekaa ujui, limesimama ujui. Yaani ni nyoto. Ni nyoto likiwa barabarani huwezi kujua limekaa au limesimama. Maana linahatamia. Jamani tusihatamie kama ni nyoto. Amen. Tutambulike, tujulikane, kaa kwenye nafasi. Kama ni mama, kaa kwenye nafasi yako. Kama ni baba, kaa kwenye nafasi yako. Ukikaa kwenye nafasi yako, watu watamuona Mungu kupitia wewe. Yaani wanasema jamani ameokoka. Kwa nini ameokoka? Amekaa kwenye nafasi. Na ukikaa kwenye nafasi, kile unachokizungumza watu wanakuelewa. Hata kwenye ukoo wako. Ukianza kusema nyamaza na wewe, ujue hujakaa kwenye nafasi. Ujue kuona mtu anazungumza, angenyamaza afunge mdomo. Anaharibu huyu. Ujue hujakaa kwenye nafasi. Lakini kama kwenye nafasi yako, watu wanatambua umuhimu wako. Watu wanakujua kwamba mama fulani leo anakuja, anatoka mjini anatutembelea. Huna kitu lakini ulichokibeba. Watu wanathamini mpaka wanakaribisha kiti kizuri. Ukiona nakupa mpaka akigoda, kalia hata hapo. Samani yako haipo. Wanaangalia mpaka akigoda, kaa hata hapo na wewe mama fulani. Hakuna nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Naongea na watu. Mungu anatafuta watu waliokaa kwenye nini? Kwenye nafasi. Kaa kwenye nafasi yako. Ikiwa Mungu amekuita hapa kwenye utume fulani, kaa kwenye utume. Kaa kwenye utume. Mpaka watu wamuone Mungu kupitia wewe. Kaa kwenye hiyo nafasi. Ipane kwa kweli. Watu wasije kaitoa nafasi yako. Watu wanatoa. Bibi nasema ya kwamba angalieni mtu asiye kaitoa nini? Taji yao. Kumbe watu wanatoa mataji. Wachao wanakuja wanatamani kipawa chako wanakiba. Ulikuwa mwimbaji hujakaa kwenye nafasi yako, wachao wanakiba wanaenda wanapa wana muziki wa kidunia. Unakuta mwanamuziki anaimba watu wanampenda, kumbe amechukua vipawa kwa watu. Amenyang'anya. Amewapa watu. Wewe umebaki tu. Kwa nini? Hujasimama na kukaa kwenye nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Mama mmoja kanipigia simu. Aliponipigia simu akaanza kusema mimi haiwezekani nabii mkubwa hivyo anakuja, alafu ana nauli, anatokea Iringa. Naomba utafute kama kuna mtu yote anasafiri, nipande hata gari lake, nije Mbinga, nimuone nabii wa Bwana. Yaani wakati wewe unatamani angelikuwepo Elia, ungelienda kumuona. Nasema hivi, wakati wewe unatamani Elia alikuwa ajabu sana. Yaani ingekuwepo Elia, hivi leo kwa mfano, wangekwambia Elia yuko Songea. Amefufuka yuko Songea. Ungeenda usingeenda? Kwa namna ulivyosikia habari za Elia. Lakini kizazi cha Elia hakikumtambua Elia. Kilimdharau. Amen. Kama leo usivyojua, yaani muhimu wewe nabii anayekuja. Hivi nafikiri kutembea na Yesu kwa mwaka mzima, anaangalia vyumba 351 vya kuzimu. 300. Wewe ulishaitoa hata maono ya kuona namna mapepo yanayofanya kazi. Hujai kuona. Hujai kuona hata maono. Yaani hujai kuona hata uko na Yesu unatembea naye. Hujai kuona hata kitu. Sasa mwenzako ametembea mwaka mzima na ameenda paradiso, amechukuliwa ameona maono, lakini bado sio ile amshamsha, sio ile amshamsha ya kwamba kuna watu wanajiandaa na wanaandaa maandalizi mazuri kwa ajili ya hiyo semina. Sioni amsha. Hapo mwambie jamani chimbeni na hapa msawazishe. Msawazishe basi na hapa. Mtoe ile kifusi. Nataka mchungaji ndo nitoe na fulana atoe. Yaani sioni amsha. Amsha sioni. Tuangalie mwenzako mwambie mchungaji aoni amsha. Kwani wewe uone aibu? Mbona umemficha? Mwambie hivi wewe uone aibu. Wewe mwana wa amsho. Baba yako anafanya kazi wewe umelala, kijana mwenye nguvu, mzee kazeeka. Hivi ukiona hivi sikiliza niwaambie, ukifika nyumbani ukakuta mama anaosha vyombo afu unalibidi naangalia TV. Afu na ninaangalia TV. Pale tu utakachojua ni kwamba
Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani umefika kwenye nyumba ukakuta baba anapasua kuni, afu kijana kama huyu na nguvu zake, amekunja nne, afu yuko na kalimoti kake. Ile nyumba taandika kuanzia baba mpaka na watoto. Sio nyumba. Hiyo ni nyumba ya kambale ambapo kila mtu ni mkubwa. Kila mtu ana ndefu. Ndio nyumba ya kambale. Yaani akija mtu hapa kanisani, atasema, ambia, "Wewe mshika njoo," atanita mimi. "Wewe mshika njoo haraka." Ambia, "Naam." Lazima. Yesu ndo maana akamwambia, "Ni nani aliye boss? Anayeketi mezani kwa chakula au anayetumikia?" Nijibuni, nani aliye boss? Anayeketi mezani kwa chakula au anayetumikia? Mbona ujibu? Aliyeketi wapi? Mezani. Ndio maana mara nyingi Mungu anatuita sisi ni watumishi. Sisi wakaa mezani, nyinyi ndio wakaa mezani mnakula. Sisi ni wa kuwatumikia ninyi. Ndio maana Yesu alisema. Ndio maana hatuogopi kuwatumikia. Mabosi mnakaa mezani kwa chakula. Nimekushokonoa. Bado naongeza hasira nyingine ili mtumikie Bwana kwa nafasi yako. Lengo ni kuchokonoe. Kama ni mtu wa Mungu tawaka hasira.